Yes bana, karibu mwana michezo, tuyazungumze mengi yalojili kunako anga la kimichezo. Na hodha wako ni mimi Rama Handani Finest mjini sina shamba kupitia Kawabe Media, sehemu pekee ambapo tunakwenda kukupa uchambuzi yakinifu wa taarifa hizo za kifootball. Nikiwa na mchambuzi wa zamu Ernest Singano, naye ni miongoni mwa watu ambao wanakwenda kutupitisha katika maeneo hayo, hususan ama kubwa kuliko ni leo hii timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inakwenda kumenyana vikali kule nchini Morocco katika mashindano ya AFCON dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Ni mguu wa shingo, mguu wa roho, do or die. Kauli yoyote ambayo ni ya kishujaa unaweza ukaitumia hapo kwa minajili ya kwamba Taifa Stars leo hii inapaswa kupata matokeo yenye alama tatu ili kujiweka sawa kunako msimamo wa kundi letu. Ernest Singano, uko vizuri kaka? Na mshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama kabisa. Mtaji wa kwanza ni wao, unapoamka salama basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Hasa ukiangalia tumebakiza siku moja tu ya kumaliza mwaka 2025. Kuzimaliza zile siku 365 si jambo dogo. Ndio. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuamka salama basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Sawa bana, tuzungumzie michezo. Leo kuna mchezo kwa upande wa taifa letu, ni mchezo mkubwa dhidi ya Tunisia. Tunahitaji kupata matokeo alama tatu kujiweka sawa, kwa sababu mpaka hivi sasa tuna alama moja. Kwa kama tukishinda angalau zinakuwa 4, tunaweza kujipapatua vizuri tukaangalia tunatokaje. Lakini ninachotaka kugusia hapa ni namna ambavyo umewatizama Tunisia katika michezo kadha wa kadha, namna ambavyo wanacheza, lakini umeiona pia timu yetu taifa ya Tanzania jinsi ambavyo inacheza. Point yangu ni kwamba Tunisia tunawamudu kwa namna gani, ama kuna kazi ya ziada lazima Miguel Gamondi na vijana wake waifanye ili kupata alama tatu? Nadhani kauli ya mwisho ndio jibu ambalo hata mimi naweza nikalitumia, kwa sababu tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Nimewatazama Tunisia kwenye baadhi ya michezo, na mchezo wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya Nigeria. Tunisia ni miongoni mwa timu ambayo ina press kwa nguvu sana. Ikisema ikuwekee pressure basi ni muda wote unaweza ukaruhusu bao. Si mpinzani ambaye unaweza ukasema atatupa kazi kubwa sana kwenye mchezo wa leo, lakini Tanzania wanapaswa kumheshimu. Ni taifa ambalo limejaa player wengi sana, limejaa wachezaji wengi ambao wana experience kubwa, ambao pia wanacheza katika ligi kubwa. Kwa hiyo inamaanisha ligi za Uturuki, inamaanisha ligi za Ulaya, hasa Hispania, lakini pia England. Kwa hiyo wana wachezaji wengi ambao wana uzoefu mkubwa na ambao wanaweza wakakuhukumu kwenye kosa moja ambalo unaweza ukalifanya. Na kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Nigeria walipoteza ule mchezo, lakini kwangu mimi nilivyoutazama ule mchezo wa mwisho kwa Tunisia dhidi ya Nigeria, si mpinzani ambaye tunasema sisi kama Watanzania tunapaswa kumwekea hofu kwenye huu mchezo wa leo. Miguel Gamondi hata jana amezungumza kwamba ni nafasi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wa mwisho. Nimeutazama mchezo wa mwisho wa Tanzania dhidi ya of course mchezo ambao tulitoa sare dhidi ya Uganda, ya sare ya 1-1, na ni mchezo ambao pia hata mwalimu wa Tunisia alizungumza akakiri ya kwamba ule mchezo Tanzania walipaswa kushinda. Kwa hiyo hata mwalimu wa Tunisia aliwafanyia analysis nzuri Tanzania kwamba ni wapinzani wa aina gani. Kwa hiyo hata kwangu mimi natumai utakuwa ni mchezo wenye nidhamu kubwa sana, si kwa Tunisia tu peke yake bali hata kwa Tanzania kuelekea huu mchezo wa leo. Lakini kwangu mimi nikiwatazama Tanzania wamekuwa na kasumba, ama wamekuwa na kukosa baadhi ya vitu wakiwa uwanjani, hasa ukiutazama ule mchezo dhidi ya Uganda. Ni mchezo ambao tulipaswa kushinda, lakini haikuwa hivyo, tulitoa sare. Kwa hiyo hiko ndicho kitu ambacho kimekuwa kinatuhukumu. Mchezo ambao unasema huu tunashinda, ndio matokeo ambayo yanakuwa tofauti kwa upande wetu, na hiyo ndio kitu ambacho kimekuwa tunakuhukumu. Umezungumzia kwa upande wa ubora wa Tunisia, kwa maana ya kwamba mara kadhaa wanafanya high pressing. Madhaifu yao yako wapi endapo kama Miguel Gamondi unaweza kusema hili ndio tobo pekee ambalo unaweza ukamtafuta mchezaji mwenye skills za kutosha akalitumia tukapata alama tatu? Ni ngumu sana Rama. Unajua watazama mataifa haswa ambayo yanatokea ukanda wa Afrika Mashariki, nazungumzia Afrika Kaskazini, ni ngumu sana kuona kwamba madhaifu yao yapo wapi ili uende ukayatumie. Ni haswa leo hii wewe unaenda kucheza na Morocco, alafu nakuuliza Rama, labda unafikiri Tanzania tunaenda kucheza na Morocco, udhaifu wa Morocco ni upi? Unaweza ukanijibu hilo swali?
ni ngumu sana kusema kwamba mataifa ya ukanda wa kaskazini uendaje ili uende ukashinda. Lakini kitu ambacho ninachotaka kuzungumza leo hii ni kwamba hata mwalimu wa Tanzania Miguel Gamondi, kitu ambacho anatakiwa kukifanya leo hii siwezi kusema kwamba madhaifu ya Tunisia hapo wapi, lakini kitu ambacho anatakiwa kwenda kukifanya mwalimu Miguel Gamondi leo hii sidhani kwamba muda wote anapaswa kwenda kupaki basi, kwa sababu huu mchezo ni kama kauli ambayo ulitumia mwanzo, ni kufa ama kupona. Kwa hiyo unapaswa kwenda kujilipua ili kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi natumai ameshawafanyia analysis nzuri hata Tunisia mwenyewe, hata taifa la Tunisia. Hiyo ni siri ya Miguel Gamondi. Uliridhika na upangaji wa kikosi wa mechi iliyopita? Niliona pia mijadala ikiibuliwa mara baada ya mchezo, hususan kwenye vibanda umiza, wengi wakisema kwamba imekuwaje Miguel Gamondi amechezesha kikosi bila mchezaji wote hata wa Simba. Umekuwa ukizungumza ama hujaona? Maana mechi dhidi ya Uganda hakukuwa na mchezaji wa Simba. Wewe uliridhika na upangaji wa kikosi jinsi ambavyo kilikuwa? Hizo ni comment ambazo zimekuwa ni mara baada ya mchezo kutamatika, zimekuwa ni comment ambazo zilikuwa nyingi sana kwamba kwa nini Miguel Gamondi kupanga hata mchezaji yoyote wa Simba. Lakini tunachoangalia hapa, hata yeye mwenyewe Miguel Gamondi alitoa kauli ya kwamba kwangu mimi wachezaji wote ni sawa. Haijalishi mchezaji anacheza Ulaya ama anacheza Tanzania. Lakini kwangu mimi nimelizishwa kwa kiasi kikubwa sana. Popa Samata alianzia benchi. Ndio ameanzia benchi lakini utaangalia hata mchango wake mara baada ya kuingia, mchango wake unaendelea kuwa mdogo sana Samata kwenye timu ya taifa ukilinganisha na Simon Msuva. Lakini kwangu mimi nimelizishwa kwa kiasi kikubwa sana. Angalia kazi ambayo amefanya yule mchezaji ambaye tunasema ni tegemezi Alakia Tal. Lakini pia angalia kazi ambayo alifanya tunamuita Alphonse Mabula katikati pale ya kiwanja, namna ambavyo amekuwa anafanya. Ukiangalia wachezaji Alphonse lakini pia Raika wamefanya kazi kubwa sana kwenye ule mchezo wa Uganda. Lakini kwangu mimi natumai sitaona tofauti sana kwenye ule mchezo wa Uganda kwenye hiki kikosi ambacho kitapangwa leo. Labda tofauti itakuwa ni ndogo sana. Leo hii situmai kumuona Samata akianza, natumai tena kumuona Samata akianzia benchi. Hasa ni yeye mwenyewe pia kwenye ile kauli yake ambayo ameitoa, mchango umekuwa ni mdogo sana. Lakini kwangu mimi natumai kile kikosi ambacho kimeanza zile ya Uganda kilionyesha uhai mkubwa sana, na ndicho ambacho natumai hata ukikiona leo hii hasa kama kikitokea ni mabadiliko machache. Lakini kwangu mimi kile kikosi ambacho alikipanga ndicho ambacho natumai kwenda kukiona leo hii. Lakini kwangu mimi natumai hata kama tukitolewa kwenye haya mashindano ya AFCON tutakuwa tumejifunza kwa kiasi kikubwa sana. 2027 sisi ndio tutakuwa waandaaji. Natumai hapo ndipo ambapo tunaweza tukafanya makubwa. Mara kadhaa tumekuwa tukitolewa ahadi ya pesa kwamba na nimeona hata naibu ametoa na mzungumzia Makonda, ametoa pesa nyingi sana kwa kila milioni 100 kwa goli moja. Lakini ahadi ya pesa si solution kwa Tanzania kuweza kupata ushindi leo hii. Yaani pesa haitufanyi sisi tushinde. Kinachoenda kuamuliwa pale ni quality ya wachezaji, wana deserve kushinda, lakini pesa haiwezi kutuamuru leo hii tushinde. Kwa kwangu mimi tusubirie tuone, lakini tukitolewa tutakuwa tumeenda kujifunza. 2027 tutarudi tukiwa imara zaidi. Yes bana, hayo ni maneno ya Ernest Singano, namna ambavyo yeye ameuchambua mchezo huu ambao utakwenda kupigwa leo hii. Majira ni saa 1 usiku Of course. Yes, saa 1:30, saa 1 kamili usiku. Saa 1 kamili usiku mechi itapigwa Tanzania dhidi ya Tunisia. Nikukumbushe tu katika msimamo wa group C ambalo Tanzania wamo, Nigeria akiwa anashika nafasi ya kwanza, michezo miwili ameshinda yote, faida magoli mawili, alama 6. Lakini pia Tunisia michezo miwili ameshinda mchezo mmoja, ana faida ya goli moja, alama zake 3. Lakini kwa upande wa Tanzania katika michezo miwili ametoa sare mchezo mmoja, mmoja amepoteza, faida ya alama 1 na anadaiwa goli moja. Lakini kwa upande wa Uganda michezo miwili anadaiwa magoli mawili, amefungwa mchezo mmoja, ametoa sare mchezo mmoja, faida ya goli moja. Ndivyo ambavyo msimamo upo. Kwa hivyo kama Tanzania leo hii atashinda dhidi ya Tunisia, basi atakuwa na alama zake 4, atakuwa nafasi ya pili, Tunisia atashuka chini. Huko ambapo Watanzania wote tukiwaombea njaa Nigeria na Uganda, kwa maana ya kwamba Uganda akandwe na Nigeria ili Tanzania iwe katika msimamo. Na hata akishinda hapo Uganda sioni kama ataqualify, kwa sababu ukiangalia nafasi ya Uganda na Tanzania, sisi tuna nafasi kubwa sana kuqualify leo hii. Kwa maana advantage ya goli. Tutakuwa na advantage ya goli kwa namna ambavyo Uganda amekuwa amefungwa. Akishinda magoli mengi
sioni akimfunga Nigeria magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia nafasi ya Tanzania na Uganda kuqualify, sisi tuna nafasi kubwa kuliko Uganda leo hii. Kikubwa hapa ni kumwombea tu Uganda afungwe ili mambo yawe vizuri. Bana, ulikuwa nami Rama Handani Finance kupitia Kawabe Media tukikujuza kile ambacho kilikuwa kikiendelea kunako anga la kimichezo. Nilikuwa na ndugu yangu Ernest Singano na mwenyewe ameweza kuchambua kabisa kinaga ubaga namna ambavyo mambo yanahitajika kuwa hapo baadaye. Cha kukusi zaidi ikumbatie sanjari kabisa Kawabe Media hapo baadaye mchezo huu utaluka live majira ya saa 1. Nyuma ya kamera Dr. Idrisa hakikisha engo zinakuwa sawa. Bye bye.